Leo nilipiga simu kazini nikisema ninaumwa kwa sababu tumbo lilikuwa linaniuma. Hivyo, nikaamua kuanzisha podcast. Nimefanya kazi katika tasnia ya kompyuta kwa muda mrefu. Kipindi nilipokuwa nikiuza kamera za kidijitali katika duka la kompyuta huko Akihabara, mfumo uliotumika ulikuwa Windows 95. Hicho kilikuwa kipindi cha milio ya ajabu ya modem za dial-up. Miaka 30 imepita tangu wakati huo. ADSL, nyaya za fiber, wifi, cloud, simu za mkononi, vifaa vya kuvaa na sasa AI. Sasa, ninatengeneza video hii kwa kutumia AI. Sikuwahi kufikiria kuwa kitu kama hiki kingetokea. Watu wanasema binadamu watapoteza kazi zao kwa sababu ya AI. Wanasema tutaishi kwa ruzuku ya serikali inayoitwa pato la msingi la wote, Universal Basic Income. Hatuna haja ya kufanya kazi na tunalipwa. Hiyo inasikika kama mpango mzuri sana. Tatizo hasa ni nini? Inafurahisha ni kwamba watu wameanza kusema kuwa pesa yenyewe inaweza kutoweka. Ikiwa maroboti, humanoids, watafanya kazi zote, hakutakuwa na gharama za wafanyakazi. Maroboti hao wanatengenezwa na maroboti wengine. Hata malighafi zinakusanywa nao. Matokeo yake, bei zitashuka na hatimaye wanasema gharama ya kila kitu itakuwa sifuri. Hebu fikiria hili. Chati za hisa na viwango vya kubadilisha fedha zinasimama kama mstari ulionyooka kwenye kipimo cha moyo. Ninaamini hiyo inamaanisha mwisho wa ukosefu wa usawa wa kiuchumi. Hii pia ni hadithi nzuri. Masikini hawatalazimika kuwaonea wivu matajiri. Matajiri hawatalazimika kuwa na wasiwasi juu ya kupoteza pesa kwenye soko la hisa. Dunia ambapo ubinadamu umekombolewa kutoka utumwa wa kazi na kila mtu anaishi kwa usawa. Ninaamini huo ndio mustakabali wa ubinadamu. Hebu tubadilishe mada kidogo. Hivi karibuni, kumekuwa na habari kwamba maendeleo ya matibabu yanaweza kushinda uzee. Kwa maneno mengine, kuishi milele kunaweza kuwezekana. Wanasema kuwa kufikia kizazi cha wajukuu wetu, dhana ya muda wa kuishi itatoweka. Hakuna haja ya kufanya kazi. Hakuna haja ya pesa. Na hakuna kifo. Huu ndio mustakabali wa ubinadamu. Na tumesimama mlangoni pake.